Ghasia za tarehe 29 Oktoba 2025, siku ya uchaguzi na baada ya uchaguzi, na kwamba hakuna taarifa rasmi mpaka sasa hivi iliyotolewa na serikali. 2. Hakuna maelezo ya kwa nini uchaguzi mkuu ulifanyika huku kukiwa na shauri la rufaa namba 2122 katika mahakama ya rufaa kupinga kuenguliwa kwa mgombea wa urais wa chama cha Alliance for Change and Transparency ACT Wazalendo, Luhaga Johnson Mpina, na hivyo wananchi kukosa machaguo. 3. Hakuna maelezo ya kina yaliyotolewa na serikali kukiengua chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na viongozi wake kukamatwa na kuwekwa mahabusu kwa muda mrefu, na hivyo wananchi kukoseshwa machaguo. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC imeshindwa kuthibitisha uhalali wa matokeo iliyoyatangaza ya urais, ubunge na udiwani katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. 5. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC imeshindwa kueleza umma namna ilivyokokotoa upatikanaji wa wabunge na madiwani wa viti maalum. 6. Waangalizi wa kimataifa kutoka SADC na AU, ripoti zao zinaonyesha uchaguzi haukuwa huru na ulijaa dosari nyingi na haukukizi viwango vya kidemokrasia. Kufuta uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe 29 Oktoba 2025 na kuitisha uchaguzi mwingine ndani ya siku 90 ili kuwapa nafasi wananchi kushiriki uchaguzi na kuchagua rais, wa bunge na madiwani kwa njia ya demokrasia. 3. Kamishna ya Umoja wa Afrika yani AUC iunde tume itakayoshirikisha makundi yote muhimu ya jamii kuchunguza kwa kina chanzo cha maandamano, udanganyifu katika uchaguzi, mauaji ya raia wasio na hatia, mali zilizoharibiwa za umma na binafsi, na kubaini ukweli. Kuzimwa kwa internet, agizo la wananchi kutotoka nje siku 6, na wahusika wote watakaobainika kufikishwa kwenye vyombo vya sheria ikiwemo Mahakama ya Afrika Haki za Binadamu na Watu, lakini na Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC The Hague. Namba 4. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC ivunjwe na kuundwa chombo kingine huru cha kusimamia uchaguzi mkuu badala ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ya sasa ambayo imepoteza uhalali wa kusimamia uchaguzi mbele ya umma na Watanzania. Mbele ya Watanzania, kusimamia uchaguzi mbele ya umma na Watanzania na kimataifa. Ndugu waandishi wa habari, mwisho kabisa nirudie